Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov amesisitiza umuhimu wa kutofautisha kwa uwazi kati ya miundombinu ya kiraia ambayo inaweza kujengwa kihalali na ambayo haiwezi. Wakati wa mkutano wa wanahabari hivi majuzi, alirejelea matamshi ya Rais Vladimir Putin ya Jumatatu akionyesha ugumu uliopo katika suala hili. Anasema wakati wa kujadili miundombinu ya kiraia, Peskov alielezea, ni muhimu kutofautisha mazingira ambayo mashambulizi haya yalifanywa wakati ambapo hazipaswi. Alifafanua, jana rais alihutubia jambo hili. Kwa mfano, ikiwa wanamgambo wanakutana katika eneo fulani, je, hilo linafanya kwa kituo cha kiraia? Ndiyo, lakini je, pia linajumuisha shabaha ya kijeshi? Inaweza. Maneno haya, mawazo haya ni muhimu na yanahitaji mjadala makini. Akijibu swali la vyombo vya habari siku ya Jumatatu, Rais Putin alisisitiza umuhimu wa kuepuka mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia kila inapowezekana. Vilevile Kyiv imeimarisha kwa kiasi kikubwa uwekaji wake wa vitengo vya ndege zisizo na rubani za FPV kwenye mstari wa mbele wa Pokrovsk ndani ya eneo maalum la operesheni ya kijeshi, huku kukiwa na vikwazo katika mkoa wa Kursk. Licha ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine, vikosi vya Urusi vinaendelea kusonga mbele katika eneo hilo. Mtaalamu wa kijeshi Vital Kislev anasema hakujawa na mabadiliko makubwa kwenye mstari wa mbele wa Pokrovsk kwa kuzingatia maendeleo ya hivi karibuni katika eneo la Kursk ambapo vikosi vya Kiukraini vilipata hasara kubwa ya wafanyakazi. Sasa wamehamisha idadi kubwa ya droni za FPV hadi Pokrovsk. Hata hivyo, askari wetu bado wanapata mafanikio chini ya hali hizi za changamoto, Kislev alisema wakati wa mahojiano na Soloviev Live. Vilevile msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin Dmitry Peskov amesema ikiwa upande wa Ukraine uko wazi kwa mazungumzo, hatua zinapaswa kuchukuliwa ili kuondoa vikwazo kwenye njia ya mawasiliano. Katika hatua nyingine, Urusi imeushambulia mji wa bandari wa Odessa nchini Ukraine kwa droni, huku mabomu yakilenga Zaporizhia, na haya ni kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo, katika wakati ambapo ikulu ya Kremlin imeonya tena kwamba wapatanishi huenda wakashindwa kupata ufanisi katika mazungumzo ya amani. Wakati huo huo, maafisa wa Ukraine, Uingereza, Ufaransa na Marekani wanatarajiwa kukutana mjini London siku ya Jumatano kwa mazungumzo kuhusu vita hivyo. Vilevile wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Sukaya Balka katika eneo la Donetsk kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti siku ya Jumanne. Anasema vikosi vya vita vya kusini vilikomboa makazi ya Sukaya Balka katika jamhuri ya watu Donetsk kupitia operesheni hai, wizara ilisema. Vilevile hakuna mazungumzo kati ya Moscow na Kyiv kuhusu kusimamisha mashambulizi dhidi ya vituo vya kiraia, kwani rais wa Urusi Vladimir Putin pekee ambaye ameonyesha nia kuzungumzia swala hili. Anasema hakuna mipango madhubuti, tulichonacho ni utayari wa Rais Putin, alisema msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov. Akijibu swali kuhusu uwezekano wa mashambulizi dhidi ya vituo vya kiraia kusitishwa, Peskov alibainisha kuwa kwanza swala hili lazima lijadiliwe kwa kuzingatia uzoefu wa mapatano ya Pasaka. Vilevile Moscow haijapokea jibu lolote kutoka kwa Kyiv kuhusu pendekezo la rais wa Urusi Vladimir Putin la kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anamwambia waandishi wa habari wa VGTRK Pavel Zarubin, hapana, hatujasikia chochote, alisema alipoulizwa ikiwa Kyiv ilijibu pendekezo la Moscow. Msemaji huyo wa rais alisema kuwa Putin amerudia kueleza nia ya kuhusika na upande mwingine juu ya swala hili, lakini kwa vile Kyiv imekataza mazungumzo moja kwa moja na Urusi, haijulikani ni nani Moscow inaweza kuzungumza au kuzungumzia swala hili. Kwa hali ilivyo sasa, hali ni kwamba wa Ukraine wamejipiga marufuku kufanya mawasiliano kama hayo na hakuna hatua zilizochukuliwa kubadili uamuzi huu, alihitimisha. Vilevile jeshi la Ukraine limeshambulia katikati mwa jiji la Kremenaya la Jamhuri ya Watu Lugansk mara 24 tangu majira ya saa 2 asubuhi kwa saa za Moscow. Mkuu wa utawala wa manispaa ya wilaya hiyo Vyacheslav Terakov anaripoti. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile kikosi maalum cha Akhmat kimezuia jaribio la wanajeshi wa Ukraine kuvuka mpaka wa Urusi katika eneo la Sumi. Mkuu wa Chechnya Ramzan Kadyrov anasema. Kulingana na afisa huyo, gari la mapigano lililokuwa na silaha za Ukraine liliweza kulipuka kwenye uwanja na kumalizwa na shambulio kamili la ndege isiyo na rubani ya fiber optic. Vikosi vya Urusi vimefanikiwa kuvunja safu ya pili ya ulinzi ya adui katika mkoa wa Konstantinovka wa DPR na kusababisha ukombozi wa kijiji cha Sukaya Balka, kulingana na Igor Kimakovsky, mshauri wa mkuu wa DPR ambaye alikuwa akizungumza kwenye channel
ya Soloviev. Raia 5 wamejeruhiwa baada ya shambulio la ndege zisizo na rubani za Ukraine dhidi ya magari yanayosonga katika mpaka wa mkoa Belgorod wa Urusi. Gavana wa eneo hilo Vyacheslav Gladkov anasema kwenye uwanja wa kivita wanajeshi wa Ukraine wameshambulia kwa kiasi kikubwa ndege zisizo na rubani huko Kremenaya katika Jamhuri ya Watu Lugansk siku ya Jumanne, zikilenga kuonyesha nguvu na umuhimu kabla ya mazungumzo yajayo mjini London kuhusu kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema hapo awali Vyacheslav Tryakov, mkuu wa Kremenaya, aliripoti kwamba vikosi vya Ukraine vililenga katikati mwa jiji mara 24 tangu Jumanne asubuhi. Zaidi ya hayo, takriban mashambulizi 40 ya ndege zisizo na rubani yalirekodiwa nje kidogo ya Kremenaya. Sasa ni kutoa nje ya uwanja wa kivita. Papa Francis atakumbukwa kama mtu aliyeunga mkono utatuzi wa amani wa mzozo wa Ukraine, ingawa juhudi zake zilitupiliwa mbali na Volodymyr Zelensky na NATO. Mkuu wa shirika lisilo la kiserikali la Hungaria Endre Simo anasema kwenye mazungumzo na waandishi wa habari kufuatia kifo cha Papa mnamo Aprili 21 aliyefariki akiwa na umri wa miaka 88. Alikariri kwamba Papa mara kwa mara alitoa wito wa kusuluhisha hali ya Ukraine kupitia mazungumzo. Alipendekeza kwa Kiev kuinua bendera nyeupe na aliona sababu kuu za mzozo huo. Papa Francis alielewa kama wachache wanavyofanya magharibi kwamba kila mtu ana haki ya kuishi salama na kwamba hakuwezi kuwa na amani ya kudumu bila angalau kukidhi mahitaji ya usalama ya Urusi, lakini juhudi zake za amani zilikataliwa na Zelensky na NATO, Simo alisema. Vilevile juhudi za uhamasishaji huko Kharkov zimeongezwa hadi kufikia hatua kwamba jiji lina wanaume wachache waliobaki kufanya kazi zinazohitajika sana. Mjumbe wa bunge Anna Sorokod anasema Kharkov sasa inaonekana kama jiji lililo chini ya utawala wa kijeshi, huku polisi na vituo vya uhamasishaji vikianzisha vizuizi vingi vya barabarani katika eneo lote la mji. Karibu na vituo hivi vya ukaguzi, mabasi madogo huonekana mara kwa mara yakiwasafirisha wanaume ambao wameandikishwa kwa nguvu. Wanajeshi wa Urusi wakati wa mzozo wa Ukraine wameweza kujifunza jinsi ya kukabiliana na silaha ambazo nchi za magharibi zinaikabidhi Kiev. Admiral wa Ufaransa Pierre Vande anashikilia wadhifa wa mabadiliko ya kamanda mkuu wa shirika wa NATO anasema kwa miaka mitatu Urusi imefundishwa katika vifaa vya kijeshi vya magharibi. Ukraine ilikuwa na karibu kila kitu ambacho tunaweza kuipa, kwa hivyo Urusi ilizoea na kujifunza jinsi ya kukabiliana na vifaa hivyo, anasema. Afisa huyo alionya kwamba ikiwa vikosi vya NATO havitapata tena ubora wao wa kiufundi na kimbinu, wanaweza kukabiliwa na matatizo wakati wa mzozo ujao. Vile mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff anapanga kusafiri hadi Moscow wiki hii. Msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov anawaambia waandishi wa habari. Ndio, alisema. Hivi majuzi Witkoff alitembelea Urusi mnamo Aprili 11 na kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin huko St. Petersburg. Walizungumza kwa zaidi ya saa 4 wakizingatia wakazi au makazi wa Ukraine. Hakuna maelezo mengine ya mazungumzo ambayo yameripotiwa. Vile waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban amepiga kura yake dhidi ya wanachama wa Ukraine katika Umoja wa Ulaya katika kura ya maoni iliyofanyika nchi nzima. Brussels na chama cha upinzani cha TISA kinaunga mkono kujitoa kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya. Itaharibu uchumi wa Hungaria. Waache wasituamulie mustakabali wetu. Kura ya maoni ya 2025 tayari imeshapiga kura, Orban aliandika kwenye ukurasa wake wa Facebook. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.